Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea moyoni na Kamba! 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 Abe kaka. Njoo mara moja. Haya kaka. Vipi kaka? Sasa mdogo wangu, Vipi kaka? najisikia uchovu sana hapa nilipo. Sijui hali yangu inataka kubadilika. Acha kusema hivyo kaka. Kwa nini sasa? Nimewakumbuka sana wazazi. Sijui tuende sasa hivi, tuende tukananie kule, tuende kwenye makaburi tukapalilie. Utaweza lakini kakangu, utafika kabisa. Unajua tena ni mbali, utafika? Tajikongoja taratibu hivyo. Utafika eti? Tutaenda taratibu ndio tutafika. Na muda nao umeenda. Basi nyanyuka sasa, ujiandae twende. Mimi hapa tayari nilipo nimeshajiandaa, kama tunaenda tuende. Kwa tunaweza kuondoka sasa hivi. Subiri nifunge milango sasa ili twende. Mdogo wangu. Taratibu sasa. Jikaze sana wewe pendo. chuki inaniandama, chuki ya kijiji, chuki eti ninarana. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushiriki kaka. Naiseka kweli. Hili shamba kipindi wazazi wetu walikuwa. Sawa. Sasa nalima lakini sasa yaani hali inakuwa ngumu. Naona mpaka sasa hivi hatujalima. Ndio hivi hata hela hatuna jamani. Sijui shida ni nini tunafanya. Sasa mdogo wangu. Taratibu lakini sisi tunaona. Maisha ni magumu sana. Unajua. Lakini ipo tu siku tutalima na sisi. Litapendezea, litastawi. Ndio hivyo unaona tunavyohangaika hata chakula hamna. Chuki inaniandama, chuki ya kijiji, Sasa tutafanyaje sasa? Jembe lipo? Jembe hamna. Mama Judy aliazima. Sasa bado hajalirudisha. Labda tuatoe ipo, tutakuja siku nyingine tuje tutengeneze na jembe. Sio magumu kuyang'oa. Hamna. Jaribu. Unajua tena ndugu yangu Naona magumu sana mdogo wangu. Taratibu kakangu, au kwa vile wewe au pumzike mimi ni. Si unaona tena hali yako inazokuwa magumu kweli. Tu mimi ni yatoe tu hapo. Kaka. Mdogo wangu. Pale unaona hapa lile pale limeshaharibika. Nenda ukakuta na kuangua pale. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi.
chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme, mtaani kutwa makelele, muungano hakuna, imevunjika ngome. Chuki ya kijiji. Dada. Beka. Nalionaje hili jua? Naliona ni kali sana. Ndio natoa tahadhari yangu. Wewe utanitengenezea hata uchi. Ndio kaka, naona umechoka eti. Nimechoka. Haya kaka, usijali. Tunaweza tukaondoka, lakini si unaona tena nyasi bado hatujamaliza. Kwa tufanye, tutarudi hata kesho asubuhi kabisa. Tuje na jembe, tukapate jembe tuje tusafishe. Sasa wazazi wetu ndio hivyo yamechafuka sana maeneo yetu. Tunaweza tukaondoka sasa. Chuki inaniandama, chuki ya kijiji, chuki zinarana. Jennifer, leta kisu. Kaleta na sufuria na maji. Kaleta na maji. Mama Judy. Na mume wangu. Kila siku viazi tu mtoa. Sasa mume wangu tupike nini? Jamani wewe unabadilisha basi. Kwanza mimi tumbo na umama. Au shida nini tena? Haya mume wangu. Vipi tena basikeli asubuhi? Yaani Mama Judy napata kwa safari kidogo. Unaenda wapi tena? Naenda nimepigwa na shirika yangu. Lakini mume wangu, asubuhi jamani, hata hujakaa kutulia. Siwa na wasiwasi, mimi si bana, nipo tunapendana, shida hiyo. Kwani shida nini tena? Sawa. Sawa, salimia. Ba Judy. Naam. Ukiwa unarudi mume wangu tuletee mboga. Mboga gani mtu wangu napenda? Utaangalia tu kamboga kazuri, unajua tena. Sawa kabisa. Wewe si unapenda kanyama, nitakuletea. Haya mume wangu. Siwa na wasiwasi. Nyama tumesoa ya nyama yameisha kabisa. Haya.
Hodi hapa. Karibu mwenyekiti, karibu. Asante sana. Karibu mwenyekiti, tupo. Asante. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru. Weka hapo baisikeli hapo. Hapa. Karibu sana, karibu. Asante. Habari hapa? Njema. Kama. Marhaba, ujambo? Habari za siku nyingi. Za tangu hiyo siku bwana. Tulionana kwenye ule msiba. Toka siku hiyo bwana hatujawahi kuonana tena. Kweli kabisa. Karibu sana, kwanza nilete viti. Haya, asante. Shukrani. Karibu sana. Karibu hapa mwenyekiti. Umejenga. Kidogo hivi. Maisha nataka. Tunapambana. Kweli kabisa. Tupo tunapambana mdogo. Asante. Nikuta nafanya kazi hapa na palilia hapa. Sawa kabisa. Nataka kujenga. Kweli kabisa umefanya la. Vipi habari za huko nyumbani? Kwanza habari za nyumbani kwema tu ndugu yangu. Leo naona kama Jumapili wameenda shemeji kaenda kanisani. Najuaga watu wa hapa. Na umeoa mwanamke bwana. Anapenda dini. Karibu sana. Kumbe nawe unamsomea. Vipi mwenyekiti? Mbona nakuona kama umesizi hivi? Yaani ndugu yangu. Una mawazo. Wewe. Kijiji changu hicho. Ina bala kinasumbua. Kinakusumbua? Kweli kabisa. Hichi kijiji chetu tu. Hiki. Nishindwa ni kuelewa. Sawa. Lakini mimi ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu. Na mimi ndo mganga. Sawa kabisa. Na siku nyingi ndugu yangu najuaga kwamba mimi sishindagwi. Sawa kabisa. Mimi ndo zindogamba. Na kuaminia. Twende Kilingeni hapo, tuende tukayaone haya maswala. Suluhisho itapatikana. Eti? Naweza. Twende mwenyekiti. Asante sana. Huni huku. Acha tuaye maviti hapa, twende huku. Karibu sana. Karibu sana. Siku hizi nakuona yani unaendesha na mamboga hapo. Nina mboga hapo yani nimejua kwa kija hapa. Wanarekebisha. Karibu, weka hapo viatu vyako hapo. Tunaweka hapa. Karibu kwenye misimu yetu hapa. Asante. Karibu. Hapa sogea tu zagaya mwenyekiti, sogea. Sogea hapo. Tuwe pamoja, sogea hapo. Ngoja nirekebisha haraka. Weka hapo kadude kako hapa, weka hapa na hela yako hapa, weka kila kitu hapo. Weka ndugu yangu. Hapa ni twange sasa za kikwetu. Shida hizo mwenyekiti. Zinakuisha kwa Zito Kamba. Sawa kabisa. Zinakuisha, mimi ndo nipo. Nilihamaga kule nikarudi huku. Hapa. Bado nachapa kazi. Hapa ndo unajenga. Bado nachapa kazi jamaa. Sawa. Bado sana. Bado sana. Yaani usiogope mwenyekiti. Karibu sana. Redebelete na malanga lete malaye. Pelagade papalete. Wakuru. Ere Simba. Ere koringa baraka kating mere piada ka. Rate. Arra. We body re puriya koto mwana sayirwa. We body re puriya koto. We bonire muri yankondo mwana sayirwa. We bonire muri yankondo. We bonire muri yankondo mwana sayirwa. We bonire muri yankondo. Webonire muri yankondo mwana sayirwa. Webonire muri yankondo. Mwenyekiti, shida yako nimeifahamu. Shida katika kijiji chako kuna mtoto ambaye alizaliwa. Mtoto aliyezaliwa yule wazazi wake walishafariki. Yule mtoto alizaliwa na laana. Katika kijiji chako
upande wa mashariki. Kuna huyo mtoto ambaye tayari kazaliwa na laana, ndo anayesababisha katika kijiji chako wanawake wanabeba mimba zinaporomoka, watoto wanaweza wakadondoka hata wakiwa wanachunga ng'ombe. Katika kijiji chako kile umemjua, ndo huyo ni kijana. Sasa nenda katika kijiji chako kile ukawaalike wananzengo. Piga la mgambo, piga la mgambo, piga la mgambo. Tena utumie ngoma. Kwa sababu hiyo laana inataka kuzidi katika kijiji chako. Kweli kabisa. Iko karibu kukushika na wewe. Nakuamini. Akutorea kwanza mapepo. Ringo beta kenta pidi kotka. Kete bala kapenka tepelen kenti. Benke de pentinge. Tente ge bempidi. Pidi ngate pidi. Wewe nakujua, wewe rafiki yangu sana. Tumetoka mbali. Nimemaliza. Nenda kawaambie wana kijiji. Nenda kuambia tena ukawaeleze vizuri kwamba yule kijana ndo anasababisha laana zote katika kijiji chako. Sawa kabisa. Umenielewa? Fuata maagizo hivyo. Haya, nenda mwenyekiti, nenda. Nenda. Bonide muri yankondo mwana sayirwa. Bonide muri yankondo. Bajude, hebu weka kwanza basikeli hapo uje na mazungumzo na wewe. Haina shida. Unasemaje mke wangu na nini? Nimesikia umeitisha kikao. Ndio. Kinahusu nini? Sicho kikao bana, ni chanzengo. Chanzengo au yule mtoto wa watu nasikia umesha ongea maneno. Maneno gani? Umejuaje wewe wakati unakaa nyumbani? Umeshasikia watu wameshaniambia. Kwa hiyo ya kusikia ndo maana nishachukulia wika wao kweli. Ndio, kwa sababu mimi kuna mtu ameniambia hayo maneno kwamba wewe umeitisha kikao. Sijui umeenda huko mmekutana sijui na mganga yule Zitokamba. Mmeongea maneno ya mtoto watu wanalana. Wewe unaamini vipi kama analana? Hizo ni story za watu tu. Story za watu wapi? Sio za kweli bana. Wewe niamini mke wangu. Mimi na kuaminije aliyakuwa watu wanasema, na sio mtu mmoja, watu wengi wanasema kwamba nasema kwamba mtoto analana. Achana habari za mtaani za kusikiza watu za pembeni. Wewe niamini tu mimi. Kwa hiyo unaamini ushirikina? Hamna, sio kwamba ushirikina. Kuna mambo fulani tu, si unajua mimi mwanawani mwenyekiti hapa bana, yanachanganya. Yanachanganyaje sasa? Hasa hiyo kuchanganya ungenichanganulia sasa na mimi nikajua kwamba kuna changanyikana vipi. Sasa tufanye kitu kimoja. Natakiwa bora tu uongee tu neno la maana la ukweli kusudi bana hata kunipoza. Si unajua tu na mimi kwa mwenyekiti maswala ni mengi. Maswala mengi wapi? Ina maana mfano kama wewe unaharibu yule mtoto anapokusikia vile anaumia. Mtoto hana wazazi lakini umeshaanza kusema mtoto analana gani? Achana maswala ya laana. Ina maana mfano kama wewe wewe umepewa tu maneno hata ya mitaani, kwa hiyo unataka unishauriaje hapo au tupange vipi hapo? Wewe achana na maswala hayo kabisa. Kwa hiyo imekukera sana? Imenikera mno. Unalo uhakika kabisa hilo? Nina uhakika nalo kwa sababu aliyekuja kuniambia ni mlikuwa naye kule. Ni nani huyo? Tena tuanze kuulizana nani? Kwa hiyo hapo unataka kufanyaje? Nimeshasema kwamba mimi haya maswala sitaki. Sasa mimi si kwa sababu watu wanasema vibaya. Sasa kwa vile mimi si ni mwanaume nitalishughulikia hilo. Unashughulikiaje sasa? Nitaitisha hata kama mkutano alafu tutalipanga tu, itaisha tu. Haya, ukiitisha huo mkutano lazima tena watakuuliza kuhusu huyo mtoto. Ujue kama unaharibu. Sio kwamba ninaharibu, si ukiwa mwenyekiti lazima uwe na mambo mengi, uwe kila mtu uwe na pamoja, sio kwamba ujitenge, kila mtu msikize la kwake kwa kama ninavyokusikiza wewe mwenyewe. Mimi sijapenda kwa kweli. Yataisha tu mke. Wewe ulishaamini kitu laana? Unaijua maana ya laana wewe? Sio kwamba nimeamini. Mimi nilikuwa naelezwa tu na Nzengo hapo. Unaelezwa? Haya, unavyoelezwa wakati wewe umekutana na mzee yule nani yule mganga Zitokamba yule. Na nilishaka kukataza urafiki na wewe mzee. Sio kwamba ni rafiki yangu.
yani hiyo ni mtu tu wa kawaida tu bana. Wa kawaida ni? Namchukulia tu. Watu wanakuona unaenda pale, mimi nafikishiwa taarifa hapa. Nikutana na watu huko tunasali nao wananiambia. Kwamba mume wako anaendeka kwa mganga mnasali nini? Hivi ina maana hata mimi nikitoka hapa nikutana na mtu ataki niambia na niache kumsikiliza. Yani mabidi, kwa hiyo wewe utabidi hapo unisamee tu. Ili kusudi wapange tu hata maneno kama yaishe. Au wewe unachukuliaje? Ina maana kweli kuona nani mkosi kama hao? Mimi siwezi nikaamini mkosi hata siku moja. Na wala mimi sijafundishwa kuamini kitu ambacho sio. Tumeenda kwenye point. Mimi sio mshirikina. Wewe ndio unachukua maneno ya umbea ya mtaani afu mimi unaletea hapa tena. Sasa uzuri umeniambia wewe mwenyewe hapa kwamba unaendeka kwa huyo mzee. Tatizo ni moja, wewe ndio unanichanganya na ndio maana sometimes mimi nakosea. Sasa nisamee hao yaishe basi. Sasa mnasali nini? Si bwana mkaacha kusali tukajua. Shida wewe unaongea kwa moto mno wewe. Shida unaongea kwa moto mno wewe. Acha niongee kwa moto hivyo hivyo. Kwa sababu basi wewe unanichanganya. Na mtoto wako ananichanganya. Ona alivyovaa. Si mwanao. Sasa unavyoniambia mimi nifanyeje sasa? Wewe ndio mwanao, unatakiwa uongee na mtoto wako. Wewe ndio unatakiwa umlee malezi ya ukweli kabisa kama tunavyokaa wewe na mimi. Sio kwamba mwache ovyo ovyo tu mambo ya kipuzi kama mimi sitaki kabisa hapa. Sasa mimi ndo natakiwa kumlea au wewe kama mwanaume hapa nyumbani unatakiwa umkanye mtoto wako? Huyo si mtoto wa kike? Kwani huyo mtoto mimi nimemzaa peke yangu? Kwa mimi niache kazi zangu afu mimi nikiwa naenda center afu tena nianze na nikuja kumsikiza mtoto wa kike. Kweli hiyo ndio. Ukamwita ukamuuliza, kwanza ushanivuruga hapa sasa hivi. Sio kwamba mimi nakuvuruga, wewe ni mwanamke. Zombie kwanza mwanangu. Kula yule udogo vipi huyu? Kwa kaza mwanetu. Inazingua leta hiyo basi. Afu dogo jana ukununulia kitu msenga. Kaa chini kwanza, acha misondo mingi. Mbona unabonga afu sielewe ndio. Kaa chini kwanza vipi baba? Kaa chini. Tembeza. Kaa chini mwanangu. Kwanza nyie vipi mwanangu? Hapa naona mtu mbili tu kwanza. Jude yuko wapi wazee? Yule pisi yule anazingua sasa hivi. Mambo ya kwanza acha kuleta ulozi, unaleta ulozi. Unyama huo. Tulia wanangu, vipi yani? Hamna hata kuchekiana wanangu, mnakuwa mna mambo ya waki. Vipi skali wewe, tulia wewe. Vipi skali, tulia. Mwelewa uongo hizo mishazo unazozifanyaga wewe hizo. Mwanangu sinite mimi. Zilo nitakuzingua hapa, tulia. Mwanangu hapa mimi skali wapi? Mgeni kwanza. Mika wewe tu kama na wewe ni pisi fresh. Mimi pisi mwanetu. Ongea tu. Naona mnabonga sana hapo hata siwaelewi. Unataka mzingua huyu pisi wako, uzi pisi nani, uzi anaita nani huyo? Maskani pamegwa MK yuko wapi? Tuachilie mwanangu. MK jana kavudia dirisha kalipita nao ile unakumbuka? Dirisha la pale kama jai pale. Kumbe alikuwa ni yeye. Kwa mwanangu mimi nimepita pale hivi ngakuta watu wamejaa. Kumbe alikuwa kitengo. Sema nini wanangu? MK kapita nao mwanetu. Wasikilizeni niwaambie. Hapo kapiga dili. Tulia basi mwanangu, tulia hapa. Sondo hapa. Misondo ama beba. Mwanangu hivi mnaamini ugonjwa laana? Laana ndo kitu gani? Wewe unaelewa kwanza hiyo mame? Umepiga cha wapi mwanetu? Sikiliza mwanangu. Umepiga cha wapi hicho? Cha Kongo. Cha laana hicho ndo cha Kongo eti. Sikilizeni wa serious mwanangu, sikilizeni basi. Kwa mimi nimesikiliza mazungumzo ya bi mkubwa na nani? Na Dingi. Aliitisha kikao huko mwanangu, watu wamekaa wamejadili eti mwenyekiti anasema eti kuna gonjwa sijui laana sijui ni Butogwa yule jirani yenu yule Butogwa. Wote wa chumba tu. Unasikia mimi tu umekaa kishamba mwanangu vipi? Umeadhirisha nini mwanangu? Mnaamini eti laana kuna laana kweli? Wote wa chumba tu hao, mwenyekiti mchumba, mamako mchumba, wote wa chumba. Wewe umeenda kwenye kikao au mavipi? Mwanangu acha kuzingua. Wewe ni bimkubwa tu. Sikilizeni basi, mbona mnaleta misondo? Nisikilizeni basi, mbona mnaleta misondo? Anatulizaje mtoto wa kike mwanetu? Tulia. Sema nini mwanangu? Sikia sasa hapo. Tunaelekea kwa mama. Sasa nifuateni diko pale au sio? Turiza kiprinto hicho Zombie baba nipo na wanangu Edison Lapa. Kaza sauti wewe Ndo na chili bila utata Majita hapa nomo na akula baba
Tomboy Judy yuko hapa, washafi kijani upige hapa, dogo chizi uko hapa, alama zombie master, turiza kipwinto hicho, wahuni wasebenze, kaza sauti yo, turia. Kila siku mateso kwangu, nahangaika, nipo kitandani. Haya mateso kwangu yataisha lini? Wazazi na wenyewe wametuacha. Haya kweli, mdogo wangu, haya majukumu yale nayafanya mimi, atayaweza kweli? Haya mateso mbona kwetu hayaishi? Kaka. Naam. Mbona hivyo kakaangu, shida ni nini? Shida naumwa. Sawa kaka, unajua unaumwa. Mbona unanung'unika sana? Kwani dunia tumeikosea nini sisi? Kwa nini kaka unasema hivyo? Kila siku mahangaiko kwetu. Hapana kaka. Unajua wewe hapa unaumwa. Sawa na mimi najua dada yako unaumwa. Ila ati kusema hivyo kakaangu, unaniumiza sana mimi dada yako. Nadhani ukisema hivyo mimi nitafanyaje kaka? Sawa najua unaumwa. Ila ipo siku tu kakaangu utakuwa sawa. Acha kunungunika hivyo kakaangu. Sawa, nimekuelewa. Lakini nimekuwa mzigo kwako. Hapana kaka. Haya majukumu yale nilikuwa nayafanya mimi, utayaweza kweli? Usiseme hivyo kakaangu. Huwezi kuwa mzigo. Wewe ni kakaangu. Nitatumia njia yoyote ili nikusaidie kaka. Dada. Kaka. Nimesikia taarifa mbaya sana hapa kijijini kwetu. Taarifa zipi tena kakaangu? Wananizungumzia mimi na laana. Tena imekuwa hayo. Ndio nasikia. Ila kaka, usijali. Unajua sisi binadamu waga, yani tuna mambo mengi sana. Yani ukiona mtu eti anaumwa mambo yanakuwa mengi. Acha usisikilize hayo kakaangu. Haya ni mambo tu, ni maneno tu ya binadamu. Hakuna ugonjwa kakaangu ambao ni laana. Mimi najua ipo siku utakuwa sawa. Acha tu waongee. Sasa hatuna namna. Unaweza kutafanyaje? Sawa mdogo wangu. Kuna maneno mengi sana hapa kijijini kwetu. Ndio kaka. Vijana wenzetu wametutenga. Au tuseme tu kwa umoja, kijiji kizima kimetutenga. Sisi tutaenda kwa nani? Tutakimbilia kwa nani? Usijali kakaangu. Unajua, yani wewe hapa ulipo sasa hivi unaumwa. Ni bora ukawaza kwamba utapona lini kuliko kuwaza yale maneno ambayo watu wanayasema. Unasikia kaka? Sawa, ukiangalia sasa hivi sina hata hela ya dawa, hata shilingi 100, hata punje. Kaka. Kweli mdogo wangu. Hapana kaka, usiseme hivyo. Nitajitahidi kakangu nikuletee dawa, usijali kabisa. Mimi najua tu kakangu utapona. Mimi nipo kwa ajili yako kakangu na kuhangaikia mpaka utakuwa sawa. Nimetengwa misitu ikosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea, moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme, mtaani kutwa mage. Odi odi. Karibu. Asante. Baba karibu tupo. Asante. Karibu baba. Asante mwanangu. Baba shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo, habari za nyumbani? Salama, za hapa nyumbani. Hapa tupo tunamshukuru Mungu. Ndio. Karibu tupo baba. Mungu kaka yako anaendeleaje? Naye yupo hivi kama unavyomuona hali yake bado. Ndio. Sawa. Karibu tupo baba. Asante. Butogwa. Naam. Habari yako? Shikamoo baba. Marahaba, jambo. Jambo. Unaendeleaje? Bado naumwa. Unaumwa? Maendeleo lakini unajionaje? Bado sana baba. Bado? Karibu baba nyumbani. Asante. Baba karibu tupo. Asante. Karibu kiti hapa baba. Kaa. Karibu
sana baba. Za hapa. Hapa tupo. Ndio. Kama unavyotuona hivi babangu. Sawa. Huyu kakako anaendeleaje lakini? Huyu kakangu bado. Kama unavyomuona kula kwenyewe ni kwa shida yani mpaka mlazimishe. Sawa. Yani hivi hata kutembea kwenyewe ni shida yani, ila anatembea ila sio kwa nani sana. Ndio. Kama hivi unavyomuona kaka. Pole sana Butoko. Asante baba. Pole sana wanangu. Sasa wanangu. Naam baba. Ndio baba. Kuna maswala ambayo yanatembea kijijini. Maswala mabaya sana, lakini ninakuomba tu mwanangu ujipe moyo. Maswala gani baba hayo? Watu wanatembeza eti kwamba ugonjwa wako eti ni laana. Hata mimi baba nimelisikia hilo. Ndio. Umelisikia? Nimelisikia, watu wanaliongelea sana. Sawa. Wanasema mimi nina laana. Ndio. Mwanangu nakwambia hivi, hilo lisikupe hofu. Usijikatie tamaa. Hamna ugonjwa unaoitwa laana. Haupo. Mwanangu, hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu tu. Na imani mwanangu utapona. Kwa sababu hili swala naona nilisimamie sasa. Sababu mimi ndo nimebaki mimi kama mimi. Sasa hamna msaada mwingine zaidi yangu. Tashukuru sana baba. Ndio. Naombeni sana mtulie sana. Lakini baba. Ndio. Hivi ni kwa nini wanakijiji sisi wanatuonea namna hii? Kwani hivi kweli humu duniani kweli kuna ugonjwa unaitwa laana? Unajua wanangu? Baba. Watu wengine wameumbwa na maneno yao. Kila mtu ana kichwa chake na kila mtu ana akili zake. Sasa ugonjwa wa laana mimi tangu nikue sijawahi kusikia. Lakini na imani wanangu, simameni kumwomba Mwenyezi Mungu. Huu ugonjwa ni ugonjwa tu wa kawaida, wala sio laana, ni ugonjwa tu. Na Mungu ndo anayefahamu. Na waombeni sana msiteteleke wanangu. Nimetengwa misitu ikosa nini, wanasema eti na laana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii inanibagu. Ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme. Mtaani kutwa makelele, muungano hakuna, imevunjika ngome. Niambie rafiki yangu. Safi rafiki yangu, habari za huko nyumbani? Safi, mambo? Poa kabisa, mzima? Mimi niko poa. Na mfuko huu unaenda wapi? Niko hapa naelekea huko sokoni. Si unajua tena nikaangalie mboga nje nipike. Mbona umechelewa sasa? Si unajua mambo mengi pale nyumbani. Yaani hapa nilikuwa ninawaza kitu kimoja. Nilikuwa nawaza nikupigie simu kuangalia kwenye simu, sina salio. Sasa bahati nzuri tumekutana mimi na wewe. Niambie. Hata hivyo hamna shida, maana simu nayo ndio hivi imezima. Ndio nilikuwa nataka nipeleke kazi sasa. Bwana nimekumisi sana rafiki yangu. Karibu nyumbani ndugu yangu, hata mimi nimekumisi. Sema tu ule muda sasa mimi ndo nakosa. Rafiki yangu Kamba. Abe. Samahani lakini kuna kitu nataka nikuulize. Bila usinielewe vibaya, sawa? Mna usijali, niulize kitu gani hicho dada? Nasikia tu kwamba Butogo eti ana ugonjwa wa laana. Kweli? Yaani unaposikia hata mimi pia nasikia hivyo hivyo. Yaani inaniuma sana nikisikia kakaangu eti anasema ana ugonjwa wa laana. Si ni ugonjwa gani huo? Yaani hata mimi pia niliusikia nikasema kwamba ndio maana chanzo cha kukupigia simu. Nikasema kwamba nisikilize ni kweli. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu amesaidia, tumekutana mimi na wewe ana kwa ana. Yaani mimi nilivyosikia lile neno liliniuma, ndio maana nikatamani nikuulize. Yaani kwa kweli dada naumia sana. Yaani kikumbuka hivyo ugonjwa wa kakaangu eti umekuwa laana kijiji kizima. Yaani kila mtu anasema ni sisi ila ndio hivyo tu. Yaani unaposikia na mimi ndio hivyo nimesikia.
Kwa hivyo ni kawaida ya binadamu, kwa sababu ulimi wa binadamu huwa hawatoleagi kodi. Wangekuwa wanatoleaga kodi, wangekuwa kila mtu anadaiwa kwa mwisho wa mwezi. Basi mimi nakupa pole. Asante sana. Haya, basi mimi acha nikuache sasa uende sokoni, sawa? Haya, ngoja mimi. Haya, na mimi niende ninakoelekea, sawa? Haya, siku nyingine. Haya, rafiki yangu, tutaonana baadaye. Haya. Mwanangu wapi? Niko bushi huku na shangaa tu, hata sielewi mwanangu mazingira yenyewe. Noma sana. Kila kitu kinakaa ruzi. Sema nini? Ngoja nakupigia. Dada samani. Dada. Samani, inaonekana una haraka dadangu. Mimi na haraka kweli. Aisee, habari za sasa? Salama kaka kweli. Safi mzima? Mimi mzima tu. Naendeleaje? Habari za hapa kijijini? Dadangu una haraka kidogo, naweza tukawa na mazungumzo? Mimi ni mgeni hapa kijijini, kwa sababu najua ninavyotembea hivi nakutana na wenyeji kama nyie, mnaweza mkawa marafiki nikapata ndugu. Si unajua binadamu waga hatuna formula maalum ya kukutana dadangu Samani, sijui naitwa nani? Mimi naitwa Nkamba. Unaitwa Nkamba. Sawa, mimi naitwa Ibrahim, nimetokea mjini. Nimekuja huko kijijini, kuna shughuli mbalimbali nafanya, niko na wenzangu pale kambini, sema mimi nikaona nitoke kidogo nijue mazingira. Dadangu, kama hutojali tunaweza tukawa labda tunawasiliana, tukikutana siku nyingine, ukanipa namba, tukasaidizana kwa staili hiyo, ili nikawa rahisi sana kupata siku nyingine. Kaka, sasa kwenye swala la mawasiliano mimi sina simu. Dada, una simu? Na simu naiona hiyo hapo. Hapana kaka, au dadangu naye ni mtu wa kijijini kuliko mjini eti. Bana mjini kule tushazoea dada kutapilika nyingi. Dadangu usifanyie hivyo. Hamna kaka, mimi sina simu kwa kweli, simu ni ya kaka yangu. Simu ni ya kaka? Nimeichukua tu. Sasa dadangu, sawa, haina shida. Naweza labda nikakuachia simu yangu, maana mimi na simu mbili, nikakupa simu nyingine ili sinaifanye hivyo dada. Kaka. Mimi hapa ndo tunakutana leo. Sasa mimi tujanikiwa na wewe bado. Ndio tunajuana hivi dadangu. Tena tukishakuwa na maongezi sasa, tukawa tunawasiliana kila siku. Inakuwa ni rahisi sana hata kupeana taarifa na stori nyingi zinazonihusu mimi, tukaalizana. Utashangaa tunatengeneza kitu kimoja kikubwa sana ambacho usikute wewe haukuwa nacho wala mimi sikuwa nacho dadangu. Unaona bana? Kaka, labda usijali, ila si bado uko hapo. Tutaona tu siku nyingine. Kweli bado nipo hapa kijijini, labda haina shida. Unakaa wapi? Mimi nakaa maeneo ya huko chini. Huku naenda sokoni pale center, maana nimetoka hapo nimeona kuna design nyingine ndio naelekea huko. Basi haina shida, hii njia ndio inaelekea nyumbani. Naweza nikapita nikakutana na watu wengine huko. Haya kaka. Aisee, nashukuru sana dadangu. Haya kaka, usijali. Mungu anikutanishe na wewe kwa mara nyingine tena. Aisee, nitafurahi sana na nitajiona mtu mwenye bahati yake. Maana kama nimepata bahati kuja kijijini, basi naweza nikapata bahati. Tutakutana siku nyingine, alafu tutaendelea kujuana zaidi. Eti. Bye. Haya, kwaheri. Si Majita nomo na kula baba Tomboy Judy yuko hapa, washafiri kijani upige hapa, dogo chizi uko hapa, alama zombie master. Mkubwa ni aje? Hata kukaa kishamba bi mkubwa, salamu hizo mwanangu. Ni aje? Siendelee kunivuruga basi. Hebu sogea kwanza huko. Nasikia kama harufu mbaya hivi. Tolea ujinga hapa mimi. Unamaanisha zile
lazima tupige bi mkubwa. Sema nini bi mkubwa? Nasikia kidogo huko tumboni. Pakome anafanya mambo yake. Vipi kuna msosi huko ndani? Wa bi mkubwa mwanangu umeshaanza kuzingua. Au tayari na dingi mshavurugana. Maana mke wa mwenyekiti na mwenyekiti wake. Oi, bi mkubwa. Usinishike, nimeshasema usinishike. Hivyo unisikii wewe? Bi mkubwa nasikia njaa kutoka lugha ya taifa. Kwa hiyo nataka kula. Hatujapika. Bi mkubwa. Hatujapika. Nimeshasema hivi hatujapika. Au ndo zile bi mkubwa. Kwa ile umeshinda njaa yani. Wa bi mkubwa. Niletee basi diko nipige. Hatujapika. Sasa kama hujapika mzee hajazingatia au? Kwani wewe mwenyewe unaweza ukaja na mboga? Sasa sikia mimi. Nimezingwa misijui kosa nini. Usinishike, nimeshasema yani mimi nyumbani mtaani nyasa. Ani bwana tu nikae kule maskani. Yani wewe hata ungehama hapa mimi siwezi nikakaa na mtoto wa hivi. Hata siku ile hapa ni kwangu, usiletee masharti. Afu uzi bi mkubwa, uniuzi. Mbona uzi bi mkubwa? Au ni na gani? Bi mkubwa sema unazingua. Nipe basi diko nipige afu. Nimeshasema hivi, unanisikia lakini? Basi nipe sasa. Kama ni vyombo nipe nioshe mimi nile. Vipo ndani unaweza kaingia ukachukua ukaosha ukapika utajua mwenyewe kama utapika nini. Vyombo napo bi mkubwa napo ni kipengele yani. Sema nini? Haina shida. Kaa nao machakula yako bana. Sema bi mkubwa unajua nini? Umefeli. Yaani unafeli kidogo tu yani. Usiniambie mimi ama swali. Unafeli. Mama Judy. Shida nini hapa? Sisi ni nyumbani kwetu kabisa hapa. Unazozana na mtoto mpuzi. Yaani hapa amekuja anaomba chakula. Wewe usinivuruge mimi nitakulalua. Bwana ni zavu. Anakufanyaje? Anasema anaomba chakula. Nimemwambia kwamba kama angeweza angekuja kupika. Wewe Judy. Mama yako kabisa unaambia kuletea chakula. Mshindo ya kupika wewe kupika mwenyewe. Sasa dingi mimi sikuwepo dingi ni kwa zangu maskani kule mimi narudi hapa nyumbani nikute msosi. Hivi tabia hizi wewe kwanza umejifunza lini tabia hizi? Umevaje hivi? Sisi yani. Sasa hivi umeanza kuleta maneno ya mtaani hapa nyumbani kwangu. Umevaje sasa hivi? Umevaje hivi? Kabutila kabisa. Umekuwa mwanaume au umeanza hii tabia za kipuzi hizo? Kuna vazi gani ambalo limeandikwa dingi ili avae mwanamke ili avae mwanaume vazi? Unatakiwa uwe na usara kabisa. Hapa ni nyumbani kwangu mama yako. Uwe unavaa vizuri sio kwamba unavaa kiopo kipuzi hivi sawa? Kuanzia leo tabia hizi bana mimi sitaki hapa sawa? Unanielewa? Sitaki kabisa kuona mambo kama haya. Lazima ukome. Endelea na malezi ya mama yako. Umsikilize anavyokulea sawa, unanielewa? Sema mieyusho tu. Alafu mimi nitakuzabua sasa hivi sawa? Usinichanganye. Kaa utulia kabisa. Kuanzia leo sitaki kuona haya. Ya malasi unatoa wewe unavuta bangi au nini? Ndio vitu vyetu hivyo. Yaani hapo ukome kabisa mimi kuniletea maneno. Nakwambia ukome kabisa kuniletea maneno ya mtaani huko. Kama umeshindwa kukaa hapa utapotea, utahama kabisa hapa. Kuanzia leo ukome, ujue mimi ni baba yako na mama yako. Unasema mimi nipotee maskani? Alafu mimi sitaki kwa. Nipotee huko. Sitaki maneno mengi hapa. Sawa. Usinichanganye. Usinichanganye nyumbani kwetu. Na wewe kama vipi nenda nyumbani kwenu? Hapa mimi ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo umefundishwa na hiyo tabia kipuzi hiyo. Tabia gani? Hapo ndo unaleta maneno kama hayo. Wadini. Unasema hapa nyumbani kwako? Hapa ni nyumbani kwangu, mimi ni mwanaume. Hapa ni nyumbani kwako ndio, lakini ni nyumbani kwako umejenga wewe. Mimi hapa ni nyumbani kwetu. Hapa ni nyumbani kwetu. Kama vipi na yeye nenda nyumbani kwako, tuna wazazi na wewe. Nenda kwenu. Hapo nitakupiga sawa. Wewe unafeli bwana. Leo bwana kwambia. Kama vipi kama utaki nikaa nyumbani kwako utaniondoka. Sio naongea na baba yako natakiwa kushuka. Umeshanielewa wewe? Umeshanielewa? Alafu kati mambo ya kijinga hapa. Siataki kuona hapa. Wewe nidhamu kabisa utulie. Mama yako anaongea hapo unapoka tu mambo ya kipuzi.
Koma kabisa mwana wewe. Sawa. Sema nini zangu na unazingua mwanangu. Au unatakiwa ukapigiwe maombi kabisa. Tabia gani za kipuzi hizo wewe? Nimeshasema hivi ndo unanichangia. Kama vipi na nitaondoka na hapa maskani kwa. Ondoka. Nenda. Pumbavu. Wanapenda wewe. Aone. Sura kama ya mbwa. Kazangu maskani sema mnazingua hapo nyumbani kwa tunaishi kama. Nenda kabisa nenda sasa kuona hapa. Nenda. Sasa kuona hapa kwangu. Wewe. Unatoka hapa unapiga wewe. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii inanibagu. Ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme mtaani.